Tuangazie vita vinavyoendelea kati ya Urusi pamoja na Ukraine. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema kwamba vikosi vya Ukraine vimeharibu bomba la kusafirisha amonia na kusababisha mwagiko wa sumu wakati vikosi vya Ukraine vikijaribu kurudi nyuma katika mkoa wa Donetsk siku ya Alhamis. Bomba hilo la Togliat Odessa lililojengwa enzi za Umoja wa Kisovieti lilikuwa likisafirisha gesi ya amonia yenye sumu kali kutoka Urusi hadi Ukraine kabla ya kuzuka kwa mzozo kati ya nchi hizo mbili. Jeshi la Ukraine lilitega mabomu kwenye tawi la bomba la Togliat Odessa na kulilipua ili kuchelewesha hatua za wanajeshi wa Urusi katika Jamhuri ya Watu wa Donetsk, ilisema wizara hiyo ya ulinzi ya Urusi kupitia taarifa yake siku ya Alhamis. Mlipuko huo ulisababisha kutoka kwa mabaki ya amonia kupitia sehemu zilizoharibika, iliongeza taarifa ya wizara hiyo ikisema kwamba hakuna askari wa Urusi waliojeruhiwa katika tukio hilo. Katika video iliyochapishwa na wizara ya ulinzi, mawingu ya gesi yanaonekana yakitoka ardhini na kusambaa katika maeneo ya vijijini karibu na eneo hilo. Mapema mwaka huu, Urusi ilionya kwamba Kiev ilikuwa inapanga kuchochea janga kubwa la mazingira kwa kulipua sehemu nyingine ya bomba hilo na kisha kuilaumu Moscow. Mwezi Julai, Meja Jenerali Alexei Ritsev ambaye ni kamanda wa vikosi vya ulinzi dhidi ya nyuklia, kibiolojia na kemikali vya Urusi alilishutumu shirika la kimataifa la kudhibiti silaha za kemikali la OPCW kwa kupuuza taarifa za Urusi kuhusu ukiukaji wa Ukraine wa mkataba wa silaha za kemikali, huku ikiendelea kuchukulia madai ya Kiev kama ya ukweli. Sehemu ya bomba hilo la Togliat Odessa katika mkoa wa Kharkov lililipuliwa mwaka 2023 na kujeruhi raia kadhaa, tukio ambalo Moscow ililitaja kama kitendo cha hujuma cha Ukraine. Hii ni Habari 24 channel ambayo tunazidi kukujuza na kukupasha habari pamoja na matukio mbalimbali yanayojiri kutokea sehemu mbalimbali kote duniani.